Karibuni kwenye kipindi chetu cha Wadada Center. Leo tupo na wadada wawili, dada Lucia pamoja na dada Joyce. Asante. Karibuni sana. Lengo la kipindi chetu ni kutoa awareness kwa jamii yetu. Jamii yetu ambayo imejaa wadada wengi sana na wanawake wengi sana ambao wana ndoto kubwa. Wana ideas za biashara. Hivi idea ni nini kwa Kiswahili? Sio malengo really. Idea. Mawazo, yes. Wana mawazo, wanalo wazo tayari la kufanya biashara fulani lakini hawana mitaji. Kwa hiyo ni sisi tunatumika kama sasa hizo ngazi za wao kuweza kupata hichi cha kinachopelea katikati ili wafikie kwenye malengo yao. Kwa hiyo hichi kipindi sasa kinawafikia watu wengi huko jamii ya Watanzania, hasa wanawake, hasa wadada wenye ndoto wanaotamani kupata mitaji. Sisi tunatoa hizi fursa. Kwa hiyo karibuni sana, tutakwenda kufanya majadiliano madogo mafupi tu kwa kila mmoja wenu, then tutapeana utaratibu unaofuata. Karibuni sana kwenye kipindi chetu. Asante sana. Haya, tutaanza na dada Joyce hapa. Karibu tena dada Joyce kwenye kipindi cha Wadada Center, lakini pia kwenye mradi wa Wadada Center. Asante sana. Unaweza kutuambia kwa ufupi kwamba umetujulia wapi? Okay. Mimi nimewajulia kwenye mtandao. Mtandao wa Facebook. Waga napenda sana kuperuzi. Kwa hiyo katika kuperuzi nikamsikia kuna dada mmoja anaongea. Yaani vitu vinaingia mpaka ndani ya moyo. Kwa hiyo nikawa namfuatilia sana. Hata wakati wa nyuma nilikuwa sina mawazo sana, ni kama itakuwa. Lakini kia nikimweka namuona mbona kama kidogo kama tumefanana, yani kama vitu anavyovisema yani na mimi navijua, yani vipo, yani na mimi vinanihusu yani. Kwa hiyo kuna mara ya kwanza nilichati WhatsApp. Sijajua ni nani, lakini sikuelewa kwamba ilikuwa ni nini hasa. Nikasema mimi nataka labda kwa watu wa nje, yani wazungu. Mara ya mwanzo kabisa. Mtu akanijibu mara moja afu akakata, hakunijibu tena. Nikakaa kama siku mbili nikatizama tena Joyce Kiria akiwa anaongea. Akasema kuna mtu aliuliza labda hizi fursa zetu ni kwa watu wa nje, yani kuna watu wa nje ambao tunawapeleka wadada wakafanya kazi. Akasema hapana, hizi fursa tunazo sisi wa Tanzania, kuna watu wenye hela zao. Kwa hizi fursa hatuhusiani kabisa na watu wa nchi za nje, hapana. Kwa hiyo nikaona aliona message yangu nini. Unaona mishahara mikubwa ukadhani kwamba labda ni huko labda ni huko kwa watu wa sio nje ya Tanzania, ni hapa pale lakini sio wa Tanzania. Basi nilivyoona sasa nikapata moyo, nikapiga. Akapokea dada yule wa Arusha yule ambaye ameondoka. Arusha. Wale wawili niliowakuta mimi na wewe. Carmela. Nikaongea naye, dada Joy ndio uko wapi? Nikamwambia mimi niko Dar, sehemu fulani. Unaweza ukaja kesho? Nikamwambia yes nitakuja. Kwa hiyo nikaja, nikapokelewa kweli. Nikaonana na bosi, akaniuliza maswali mawili matatu. Akaniambia si unaweza kwanza? Akaniuliza wewe kwanza umebase kwenye kipengele gani, yani cha kwanza kabisa hapo tunakipeza zaidi. Nikamwambia mimi sababu kwetu sisi viko vitatu, usafi, mapishi na malezi. Nikamwambia mimi cha kwanza kabisa ni housekeeping. Kwa sababu ndo nimeifanyia kazi muda mrefu. Ingawaje mimi nimesoma full hotel management. Okay. Cha pili ambacho unapenda zaidi, nikamwambia watoto. Na cha tatu cha upishi. Sawa. Ananiambia unaishi wapi kama vitu kama hivyo? Nikamwambia mimi maskani kabisa ni Vikawe. Lakini kama utaniambia nije kesho na mdogo wangu yuko hapo Wazo. Nitaenda nitakaa hapo. Nitakuja kwa hizo siku ambazo utaniambia nije, nitakuwa under probation kwa muda gani? Akaniambia Joy bidii yako tu. Wewe njoo. Basi akakuita. Ananiambia mtu dada yako huyo hapo. Masai mwenzio. Nakumbuka. Aje saa ngapi? Akasema nikuja siku mapema sana, nafikiri saa 1:30. Nikakusubiri. Basi ndio hivyo kaanza training yako. Okay, na leo tuko hapa. Sasa ni
Wewe umeongelea kidogo kuhusiana na ulikotoka na nini, lakini ukiachana na fursa tu kwamba ni ajira, nini kingine ambacho kilikupush zaidi kuwa na hiyo huo msukumo wa kusema kwamba ngoja niwasiliane na Wadada Center nipate fursa kutoka Wadada Center? Na nafikiri nina malengo. Kwa sababu nyuma kidogo mimi nilikuwa mwajiriwa. Nilikuwa nafanya kazi hospitali ya CCBRT Dar es Salaam Masaki pale Msasani. Kwa hiyo mwaka jana tulifanyiwa ile retrenchment, kupunguzwa kazi. Kwa hiyo tulipunguzwa karibia watu wengi sana. Kwa hiyo na idara yangu ambayo mimi nilikuwa naisimamia kama supervisor na wenyewe ilitolewa. Nilianza kama housekeeping, lakini baadaye nikawa supervisor. Kwa hiyo ile hospitali yote CCBRT mimi ndo nilikuwa nasimamia usafi. Kwa hiyo nikaenda na michakato yangu, nikaanzisha kamradi ka kuku. Kuna kibanda changu nilikuwa najenga hivyo. Ikabidi tuhame hivyo kigumu kwa sababu ni kitu kilikuwa cha ghafla kwa kweli. Nasema hii peke yake, huyu kuku peke yake bila kuwa na kitu kingine kinachoniingizia nafikiri sintavuka. Kwa hiyo basi ndio nikaamua kusema ngoja nijaribu Wadada Center. Okay. Yeah. Na ulivyokuja I was very interested kujua kwa sababu kwenye mikataba yetu waga mnajaza watu wawili wa karibu ama wadhamini ambao in case of anything tunakuwa tunawasiliana nao. Yani kama kuna changamoto, labda sio tu changamoto, yani kama chochote hata tuna mtu ambaye tunaweza kumreach out ambaye anakufahamu ama mnafahamiana kwa ukaribu, yani mtu ambaye tayari mna ukaribu, either ndugu waga tunasema au mume au so I saw someone umemwandika pale kama husband. So na hata tulipompigia simu alirespond vizuri. Yeah, I know Joyce. She's my wife. Ni watu wachache sana ambao wanaweza kukubali kama kweli wake aende akafanye kazi sasa hizi za kwetu za kukaa. Sawa utapata zile 2 off days kwa mwezi, lakini still ni wanaume wachache sana ambao wanaweza kukubali. Kwa hiyo unaweza kutuambia yani imekuwaje kwamba wewe ukaweza kupata hii chance? Kwa kweli mume wangu ni mtu ambaye nafikiri yani yuko social. Tuliweza kuunderstand tupompigia the way he responded. Yuko social. Sasa kinionoga nasikiliza kwambia wale watu wako unawasikiliza wale watu wako, akiniakuta labda niko Facebook na peruzi wale watu wako wa kazi Basi ile mara ya kwanza nilipokuja kabla sijapata ile shida ya mgonjwa na ile komunio ya mtoto. Kwa hiyo nikamwambia tu nimeenda, sasa imekuaje? Nikamwambia imekuwa tu hivyo, sasa sikuna haya majukumu ambayo yako mbele yangu. Kwa hiyo nimewapigia simu, nimewaambia, wamesema watanirudia. Kwa hiyo tukakaa. Sasa siku ulionirudia tulikuwa tu wote. Kwa hiyo akanisikia anaongea. Hawa jamaa hawataki kabisa mke wangu abaki hapa nyumbani. Nataka ukatafute hela. Wanasemaje? Nasema wananiambia niende. Sasa unaenda lini? Nimwambia after 2 days nitaenda. Okay. Sawa. Hivyo tu. Nilisika kwa kweli. Hata begi la nguo ndo ameniletea. Kwa sababu mimi nilitangulia nikaenda kwa dogo kule juu. Kwa hiyo akaniletea begi la nguo. Kwa mimi begi tu nikalibeba jana nikaja nalo hapa. Kwa hiyo hongera. Nadhani pia amekuona ni mtu mwenye ndoto alafu pia una bidii ndio maana akaweka hata hiyo imani yake kwamba uje utafute. Na hata Biblia inatuambia na mkurugenzi Madam Joyce anaongelea mara nyingi sana kwamba wanawake nyie ni wasaidizi. Hata uweze kumsaidia mtu kama wewe una chochote, lazima uwe na cha kuprovide. Lazima uwe ni mtu ambaye angalau na wewe unafanya kitu. Unaweka kitu mezani. Kwa kweli. Kwa hiyo nadhani hiyo ikawe pia ni moja kati ya motivation yako kubwa. Ukafanya kazi kwa bidii ukijua kwamba you have someone to support. Kweli. Una mtu ambaye anakutegemea na amekuamini na amekuacha uende. Ajui ni wapi lakini niende. Umeshajua ni wapi? Kama bado sijajua. Lakini na waombe tu asikupeleke mbali, angalau unakuja kuniona mara moja nisife haraka. Nakumbuka tokea mwanzo ulituambia kwamba wewe angalau uta prefer Dar es Salaam. Hamna shida, waga tunawaweka kwenye consideration watu wenye situation kama ya kwako. Mtu anakuwa na familia, wana watoto wadogo au kama hivi ana mume kabisa hapa. Kama kuna hizo chance waga tunawapa priority kwa Dar es Salaam. Nitashukuru sana. Kwa hiyo karibu sana kwenye mradi wetu. Tunaamini kabisa ni sehemu sahihi ya wewe kuweza kusave na kufikia malengo yako.
Kwa hiyo sijajua wewe mwenyewe utafanya miaka mingapi, lakini pia tusemani kwamba hapa pale ndio sehemu ambayo kila siku utafanya milele. Tegemea ujue ni sehemu ambayo utafanya ukiwa na ndoto yako na malengo makubwa, uwekeze, mwisho siku ukafanye kile ambacho ulikuwa na una plan. Sawa kabisa. Nashukuru. Karibu sana. Tunakutakia kila laheri kwenye kipindi cha mafunzo. Of course ulishapitia zile siku ulizokuwa unakuja na kuondoka. Lakini pia utakapopangwa kazi, basi kila laheri kwenye majukumu. Kaendelee kuipeperusha vyema bendera ya Wadada Center ambayo imekuwa ikitoa hizi fursa kwa wadada wengine wengi. Kwa hiyo ukatuwakilisha vizuri. Kwa kweli madam anajitahidi. Kwa mtu ambaye anaelewa, yani anasikia kabisa ameguswa. Kwa kweli sijui kwa watoto wadogo, lakini mimi nasikia kabisa nimeguswa, ni mimi. Au kwa sababu pia ana jina lako. Jina kama lako. Wewe waje na akiongea lazima nivutiwe. Asante. Anaongea fact ndo maana. Kweli, anaongea fact. Basi na nyie mkafanye vizuri kiukweli. Wewe inatudisappoint kuona kwamba tunawapa watu fursa alafu wakienda wakafanye vibaya. Unakuwa umejaribia wewe, lakini pia unatuharibia na unaharibia wadada wengine wengi. Ukishaanza kufikiria mamia na maelfu ya wadada ambao pia watategemea huu mradi, alafu wewe ukafanya vibaya, basi inabidi ujue kabisa hiyo dhambi utaipata, sababu wewe ndio unaharibu taswira ambayo sisi inatusaidia watu wengi wapate fursa. Kwa hiyo ukafanye bidii, lakini pia mradi wetu nadhani umejieleza na mkataba wetu umeusoma bila shaka. Kwa hiyo in case of anything, ndio maana mnaichi kituo. Sawa. Una changamoto una nini, basi mnawasiliana kituoni. Sawa, na imani nitafanya majukumu yangu. Na kwa msaada wa Mungu nafikiri nitaweza, kwa sababu Mungu ndio kila kitu. Ni kweli kabisa. Naamini kwamba nitaweza. Kwa nini nisiweze? Nitaweza. Na nimekumbuka kitu kimoja. Mara nyingi sana inatokea wadada ambao wana umri mkubwa inasumbua mabosi zetu wengi. Mabosi zetu wengi ni wadogo. Unakuta labda ni hawa late 20s ama early 30s. Ama wakienda sana unakuta labda ndio wao mid 30s. Yani wachache ndio wako above 40. Wengi wao ni hawa early 20s vijana yani. Wewe nini ambacho utakifanya ili kwamba bosi wako awe comfortable, kuweza kukurekebisha, kukutuma, kuagiza wewe kama mtu ambaye ni msaidizi wake. Yani the way yani unajua mtu unapokuwa, ninafikiri pia nina experience kwa sababu nimeshafanya kazi miaka 10 years nani, sio muda mdogo. Kwa hiyo ninafikiri nina experience kwamba hata kule nilipokuwa nilikuwa na wakubwa na walikuwa kuna wadogo kwangu. Kwa hiyo kilichotakiwa pale mimi nafikiri kikubwa ni heshima tu, respect tu. Yani sio kwamba wewe uwe serious sana kwa sababu unamuona yule labda ni mdogo. Kwa hiyo hapana. Kazi inatakiwa urafiki. Ule urafiki wa kazi. Kwa kweli mimi nafikiri hivyo. Kwa hiyo ukishajenga ule urafiki wa kazi, hata mtoto hawezi kukuogopa. Hata mkubwa hawezi kukuogopa, hata mdogo hawezi kukuogopa. Kwa hiyo kikubwa ni nidhamu ya kazi, discipline kazini. Kujua majukumu yako, lakini pia kumpa ile nafasi ya kuweza. Yaani usiwe too serious kama unavyosema kiasi kwamba akaanza kuogopa, mbona mama siwezi kumuita. Hapana. Kwa hiyo kidogo inakuwa a bit challenging kwa wadada wengi. Kwa hiyo hiyo nimetaka tu nikumbushie kwako. Sawa. Haya, karibu sana dada Joyce. Asante. Haya, asante.